Bwana, draw ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na klabu bingwa barani Afrika tayari zimetolewa na tumeshuhudia sasa Simba, Yanga kwa upande wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini Azam na Singida Black Stars kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika tumefahamu wanakwenda kucheza na nani kwenye makundi yao. Sasa tuanze na taarifa ya kombe la klabu bingwa barani Afrika ambako wawakilishi wa Tanzania ni Simba na Yanga ambao wao wamepangwa na vigogo huko. Sasa kwenye upande wa kombe la klabu bingwa barani Afrika bwana, tumeshuhudia kundi A lina vilabu vya Power Dynamos kutoka Zambia, Rivers United kutoka Nigeria, Pyramids kutoka Egypt na RC Berkane kutoka Morocco. Hilo ni kundi A na tunakwenda kushuhudia tena RC Berkane na Pyramids wakikutana, kwa sababu tunafahamu Pyramids ndiye bingwa mtetezi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini RC Berkane ndiye bingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Tuliona kwenye lile kombe la Super Cup kwa maana ya bingwa wa klabu bingwa barani Afrika na bingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika walipokutana, tuliona Pyramids wakiibuka washindi wa kombe hilo mara baada ya kuinyuka RC Berkane na kuweza kutawazwa mabingwa. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia pia bato nyingine tena ya RC Berkane na Pyramids kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo hilo ndio kundi A ambalo lina bingwa wa klabu bingwa barani Afrika kwa maana ya Pyramids, lakini lina bingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa maana ya RC Berkane. Lakini kundi B lina JS Kabylie kutoka Algeria, lina AS FAR Rabat kutoka Morocco, lina Yanga Afrika, lina Al Ahly kutoka Misri. Moja kati ya kundi gumu jingine ambalo tunakwenda kushuhudia Yanga na kwenda kukutana kwa mara nyingine na Al Ahly. Tunafahamu misimu kadhaa iliyopita Yanga waliweza kukutana na Al Ahly kwenye hatua ya makundi. Wakati ule kama unakumbuka, Yanga akiwa na CR Belouizdad, Al Ahly pia moto uliwaka kweli kweli. Kwa hiyo Yanga wanakwenda kukutana pia na Al Ahly, mabingwa mara nyingi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Moja kati ya kundi gumu ambalo pengine ukitazama kwa haraka unaweza ukasema Al Ahly, AS FAR Rabat pamoja na Yanga ndio wanapewa chapuo kubwa la kuweza kutinga hatua ya robo final, lakini lolote linaweza likatokea kwenye hilo kundi. Kwa hiyo hilo ndio kundi B lenye vilabu vya JS Kabylie kutoka Algeria, AS FAR Rabat kutoka Morocco, Yanga Afrika pamoja na Al Ahly. Lakini kundi C bwana lina vilabu vya FC Lupop kutoka Congo, lina MC Aja kutoka Algeria, lakini pia kuna Al Hilal kutoka Sudan, kuna Mamelodi Sundowns kutoka South Africa. Hilo ni kundi C ambalo nalo pia ukiditazama sio kundi la kitoto, ni moja kati ya kundi gumu ambalo pengine atakayezichanga karata zake vizuri ndiye ambaye anaweza kafuzu hatua ya robo finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Tumeona FC Lupopo wakifanya makubwa sana kwenye hatua za mtawano, wakimtoa Orlando Pirates, moja kati ya timu ngumu kweli kweli, na kufanikiwa kutinga hatua ya makundi. Lakini pia tumeona kile ambacho amekifanya Mamelodi baada ya kutinga hatua ya makundi kwa magoli mengi kwenye hatua ya mtoano. MC Alger tumeona, lakini pia tumeona Al Hilal ikimfurumusha Polisi kutoka Kenya na kuweza kutinga hatua ya makundi. Kwa hiyo ni moja pia kati ya kundi gumu ambalo linatazamiwa kuwa na ushindani mkubwa. Hilo ni kundi C lenye vilabu vya FC Lupopo, MC Alger, Al Hilal kutoka Sudan pamoja na Mamelodi Sundowns. Lakini kundi D lina Stade Malien kutoka Mali, lakini lina Atletico de Luanda kutoka Angola, kuna Simba Sports Club kutoka Tanzania na Esperance de Tunis kutoka Tunisia. Kwa hiyo hilo ni kundi D pia ambalo moto tawaka kweli kweli. Ukitazama unaona Simba na Esperance ni moja kati ya timu ambazo zinapewa nafasi kubwa ya kuweza kutinga hatua ya robo finali, lakini ukilitazama kwa umakini na wakaanza kuchambua timu moja moja, unaona kabisa kwamba ni moja kati ya kundi gumu. Stade Malien kutoka Mali tunafahamu ubora wao, moja kati ya
timu ambazo zimetoa nyota wakubwa. Djigui Diarra anayecheza ndani ya klabu ya Yanga amepita hapo, lakini Lassine Kouma ambaye sasa anakipiga ndani ya klabu ya Yanga ametokea hapo, lakini ni moja kati ya timu kubwa kule Mali na moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri sana kwenye ligi ya Mali. Lakini Atletico de Luanda ya Angola ni moja kati ya timu kubwa. Tunafahamu ukubwa wa Atletico de Luanda kutoka Angola, moja kati ya timu ambayo imeendelea kufanya makubwa kwenye ligi ya Angola. Kwa hiyo Simba pia wategemee upinzani mkubwa. Esperance de Tunis mara kadhaa tumeona wamecheza nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia tumeona kiwango chao sio kibaya. Ni moja kati ya timu kubwa, ni moja kati ya timu ambazo pia zimeendelea kutoa ushindani kwa vilabu vikubwa kama Mamelodi Sundowns pamoja na Al Ahly kutoka nchini Misri. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba ni moja kati ya timu ambayo pia na zenyewe zinakabiliwa na upinzani mkubwa sana kwenye kundi lao, kundi D lenye timu za Stade Malien, Atletico de Luanda kutoka Angola, Esperance kutoka Tunis. Kwa hiyo hayo ndio makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika ambayo yamepangwa leo, na tumefahamu nani na nani anakwenda kukutana na nani. Yanga tumeona akitupwa kwa Waarabu tupu. JS Kabylie kutoka Algeria ni Waarabu, AS FAR Rabat kutoka Morocco ni Waarabu, Al Ahly kutoka Misri ni Waarabu. Kwa hiyo Yanga anakabiliwa na Waarabu kwenye kundi lake. Kwa hiyo ni moja kati ya kundi ambalo tutaona moto kweli kweli. Lakini Simba Sports Club ni moja kati ya timu ambayo pia nayo imetupwa kwa Mwarabu, Esperance de Tunis, lakini wengine ni Waafrika kama si Stade Malien kutoka Mali na Atletico de Luanda kutoka Angola. FC Lupopo, MC Alger na Al Hilal na Mamelodi ni kundi C ambalo pia kilitazama ni moja kati ya kundi la kifo. RS Berkane, Pyramids kundi moja. Hawa ndio mabingwa watetezi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika kwa maana ya Pyramids, lakini RS Berkane kwa maana ya bingwa wa kombe la shirikisho mara baada ya kucheza finali na wekundu wa Msimbazi Simba na kuweza kulitoa kombe la shirikisho. Lakini tunafahamu pia Pyramids wao walichukua kombe dhidi ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho na kombe la klabu bingwa wanakutana hatua ya makundi. Unaweza kuona ni kwa namna gani moto utawaka. Na ukitazama kundi A, RS Berkane na Pyramids ndio wanaopewa nafasi kubwa ya kuweza kufuzu hatua ya robo finali. Kundi B la JS Kabylie, AS FAR Rabat, Yanga na Al Ahly. Unaona kabisa Al Ahly pamoja na Yanga wanapewa nafasi, lakini usimsahau AS FAR Rabat. Kwa hiyo ni moja kati ya kundi ambalo pia ni gumu kwa sababu kila timu inapewa nafasi. Kwa hiyo nimeona nikusogezee fahamu makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika ambayo yametolewa hii leo kule Johannesburg, South Africa, yamepangwa na tumefahamu nani ambaye anakwenda kukutana na nani. Sasa nitakuletea pia makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika ufahamu Azam FC, Singida Black Stars wao wamepangwa na nani. Lakini unaweza kudondosha pia comment yako kupitia kwenye comment section hapo chini ukaniambia kwa namna ambavyo unatazama makundi haya kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika, ni nani na nani ambao unawapa nafasi ya kuweza kufuzu hatua robo finali na ni timu zipi ambazo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.